mahali kwa sababu ya mkutano. Wengi wamejitoa katika kuimba. Wengi wamejitoa katika kukesha kwa maombi. Wengi wanahubiri, wengi wanamwimbia Mungu sana, wengi wamejazwa sana. Wengi wamefanya kazi mbalimbali za kuombea wagonjwa. Tumejitaabisha kwa mambo mengi tu ambayo tumemfanyia Bwana. Sio jamani? Tumejitaabisha kwa mambo mengi. Lakini hiyo haijatosha. Hiyo haijatosha. Tufurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Najua watu wengi hapa tulipo, Wakristo wote ni Wakristo hapa. Tumebatizwa hapa. Lakini Wayuda wako. Kipindi wanafunzi wametumwa wakahubiri huko, na Yuda alikuwemo. Yuda msaliti alikuwemo. Na yeye alifanya miujiza huko. Aliponya wagonjwa huko. Na huku kumbe jina lake halikuandikwa mbinguni. Yuda ametembea na Bwana Yesu. Yuda ameona miujiza ya Bwana Yesu. Yuda amesikia kwa masikio yake mwenyewe na macho yake ameona. Lakini sisi wa leo tunaamini pasipo kuona. Lakini Yuda aliona na macho na akasikia na masikio yake. Lakini alifanya kazi bure. Jina lake halikuandikwa mbinguni. Katika wale wanafunzi wa Yesu, Biblia inashuhudia kwamba palipotea ni Yuda tu. Mwanafunzi mmoja ndio aliyepotea, naye ni Yuda tu. Yuda pekee yake. Lakini wenzake wote walishinda majaribu. Wenzake wote waliimarika katika kazi ya Bwana. Wamepata mateso na wakavumilia kwa sababu ya Bwana. Lakini Yuda akapotea. Si ajabu hata na wao kanisani wapo wengine Mayuda. Wako hapa. Na wanafanya kazi ya Mungu. Na wanaombea magonjwa. Na wananena kwa lugha. Na wanatafasiri lugha. Na wanahubiri kama ninavyohubiri leo. Na wanafundisha. Na wanamwimbia Mungu, lakini huku bado majina yao hayajaandikwa mbinguni. Bwana Yesu atuhurumie. Kila mmoja wetu ajitahidi sana. Kila mmoja wetu ajitahidi sana, ajiulize, je, mimi jina langu limeandikwa? Kwa sababu nisifanye kazi bure. Usipoteze muda wako bure wa kila siku kanisani, kazi za katoa unafanya huko na huko unafanya, lakini kumbe jina lako halikuandikwa. Na ni kitu gani ambacho kinaweza kuzuia mtu jina lake lisiandikwe? Nini? Kila mtu anajua njia zake alizomo. Kila mtu anajua njia zake anazozitembelea mahali tulipo. Tabia mbalimbali ziko hapa kanisani. Tabia mbalimbali bado ziko kanisani. Unajijua mwenyewe. Na leo ni siku ya kujichunguza. Kabla hatujafika siku ya ukombozi, jichunguze, je, mimi hivi ninavyofanya jina langu kweli limeandikwa? Hii kosa fulani nayo itenda, je, itasababisha mimi jina langu liandikwe mbinguni? Makosa yenyewe tunayatenda sisi waumini wa leo. Makosa tunayoyatenda sisi waumini wa leo ni mengi sana. Wengi hawana ushuhuda mzuri huko mitaani. Baadhi yetu hapa, wengi hawana ushuhuda mzuri huko mitaani. Ushuhuda wao ni mbaya kabisa, mbaya. Na huku huyo ni Mkristo kabisa, kazi anafanya kanisani kawaida kama wengine. Lakini huku ushuhuda wake huko ni mbaya. Je, hivyo wewe kweli jina lako utaandikwa? Jina lako litaandikwa wewe? Litaandikwa na nani? Na wewe bado unaendea njia ambazo ni mbaya. Kanisani tunakuona wewe ni Mkristo kabisa, mzuri sana, mtiifu sana, mpole sana, mnyenyekevu sana, lakini mitaani huko mambo yanaharibika. Unaharibu jina lako mwenyewe. Na mtu ni jina. Mtu ni jina.
Usidanganyike, mtu asikaribie jina. Mtu anayekaribia mtu jina, mimi namuitaka ni Yuda mkubwa. Lakini wapo wengine ambao wanawapelekea watu wengine taarifa mbaya ambazo wazifanya. Hao watu wanaoitaka ni Wayuda. Mtu ambaye anakupelekea taarifa mbaya ambazo wewe hauzifanyi, huyo ni Yuda mkubwa. Mkimbie kabisa. Kwa sababu mtu ni jina. Na usikubali mtu akaribie jina. Ni bora akaribie jina kwa kitu ambacho haukifanyi. Lakini kwa kile ambacho unakifanya wewe ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Leo hatutakuwa mbali sana kwa sababu najua kuna mambo mengi. Hatutaenda mbali sana. Jambo kubwa ni kwamba tutumikie Mungu, tufurahi, tucheze, tufanye nini, lakini tufurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni. Na wote nikawahubiri kama ninavyohubiri leo. Lakini kumbe huku jina langu halikuandikwa. Kuhubiri kwangu kuna kazi gani? Ni bure. Nihubiri sana, nijazwe sana, nifanye nini, lakini kama jina langu halijaandikwa, jamani, ni bure. Sasa kwa nini iwe bure? Kwa nini mimi nikubali iwe bure? Nisifanye kitu, nisifanye marekebisho fulani kwa sababu ile jina langu mimi liandikwe. Kwa nini nipoteze muda wangu bure? Kwa hiyo wengine wanapoteza muda. Kama sasa hizo wengine walikuwa kazini, wengine wanafanya shughuli zingine, wengine walikuwa huko, lakini tumeziacha huko, tuko mahali hapa kwa sababu ya nini? Majina yetu yaandikwa wapi? Mbinguni. Yesu amekuja, amefanya kazi kubwa. Kazi aliyofanya Yesu msalabani ni kazi kubwa sana. Kwa sababu yako wewe na mimi. Ndio maana Yesu aliona kwamba yeye kuwa kama Mungu huko mbinguni si kitu cha kushikamana nacho. Ni bora aache yote huko ili aje tukomboe sisi. Lakini sisi wakombolewa sasa. Sisi wakombolewa sasa. Sisi wakombolewa jamani, sisi wakombolewa. Ni huruma. Sisi ambao Yesu amejitoa kwa sababu yetu, sisi amevumilia mateso ya ajabu jamani. Mimi picha ya Yesu sipendi kuiona. Niwaambie ukweli. Mateso aliyopata Bwana Yesu sipendi kuyaona katika mtandao. Sipendi kuyaona. Uoga nalia tu. Lakini mtoto wa watu alivumilia. Kwa sababu gani? Sisi mimi na wewe tupone. Majina yetu yaandikwa wapi? Mbinguni. Lakini jamani, tujaribu kurekebika. Kila Mkristo awe Mkristo kamilifu. Kila Mkristo ajioje moyoni mwake. Kila Mkristo ajiangalie mwendo wake. Kila Mkristo ajiangalie, je, mimi jina langu limeandikwa? Hilo tu ndio neno kubwa. Amen. Na hapo tutashangilia Pasaka kwa furaha kabisa. Pasaka tutaishangilia kwa furaha na raha. Na nguvu zote zitakuwa ndani mwetu. Kwa sababu gani? Majina yetu yameandikwa mbinguni. Tusiwe Mayuda. Tusiwe manani? Mayuda. Tuondokane na Mayuda. Tuondokane na tabia mbaya tunazofanya huko mitaani. Siwezi kuzitaja, kila mtu anajijua. Mimi huko ninafanya nini? Hapa tulipo kila mtu anajua mimi huko mitaani nafanya kazi gani. Je, mimi ninahubiri huko mitaani? Kazi ninapokwenda huko ninahubiri huko? Tabia zangu zinahubiri? Kipindi fulani nitafuta kazi, nikaenda kwa apply kazi kule kama anahitaji kule kwa Masaani kule. Aspen. Usisahau hiyo. Mtu mmoja kaniambia hivi eti mama, umeajiri kazi kwa Aspen? Nikasema ndio. Asema hapana, acha. Uache kabisa. Nikasema kwa nini? Bora ni kazi. Bora ni kazi nzuri, watu wanatupeka na wanapata hela.
Asema mama, nikikusii uache, takutia pengine. Kwa sababu gani? Akanambia Aspen huko kuna mababa, kuna wamama, kuna vijana, kuna mabinti na ni walokole. Lakini wanaoa ushangingi huu, wanausutwa huu, wanaupea huu, hatari. Mama usiingie hapo. Aspen yoyo. Ukitaka ukizo wako uharibike, nenda kwa Aspen. Nikasema hapana, mnadanganya. Wewe wapiso wengi wako huko. Asema mama, wanaopiga kwa Aspen ni 1 kwa 10 wakamilifu. Kina Regina. Asema wale ambao wamejitii ni wachache sana kule, lakini walio wengi mama wameoza. Amen. Ni usutwa tu. Ukipeleka posho ambayo ni kabla ya kula wanaangalia posho yako, ameleta nini leo? Ameleta maharage. Je, ni kweli hiyo jamani? Kama ameleta maharage si ya kwake. Dina wewe. Lakini unataka kufukuza ameleta nini leo? Viazi. Sisi tunakula chicken. Kama wewe unakula chicken si ya kwako, na naye kula maharage si ya kwake. Mwangalie huyo ni nani? Ni Mkristo. Ni mlokole. Ni kila mama kama mimi. Anasema na zabaoni kama ninavyosema leo. Lakini huko taarifa zake ni mbaya. Je, huyo jina lake litaandikwa mbinguni kweli? Litaandikwa? Hapana. Hapana. Kazini tuendapo tuwe na taarifa nzuri. Tuwe na sifa nzuri. Majumbani hapo tuwe na sifa nzuri. Kubali watu tukali jina lako, lakini wewe usimame imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubali watu kusingiziwa, lakini wewe simama imara. Kwa sababu ya jina lako liandikwe mbinguni. Amen. Kwa sababu ya jina lako liandikwe wapi? Mbinguni. Kubali mambo yote. Wakubebeshe mizigo, wafanye hili na lile, wachunguze wewe mlaji wa maharagi, kula maharagi yako, lakini jina lako limeandikwa wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atubariki. Amen.